Na nyinyi mmeamua kukoleza levels kwa njia ya kipekee kwa main sponsor katika Malkia wa Nguvu. Nini ambacho sasa kiliwasukuma kufikia maamuzi hayo, na pengine kuna kubwa zaidi ambayo mnataka kusimulia kupitia kutoka kwenu kwenda kwa wanawake zaidi? Yes, ilitusukuma zaidi kwa sababu tulikuwa tunaona sisi tumeshatoka nje, lakini Malkia wa Nguvu inawakusanya malkia wa hapa nchini, lakini tukasema huyu malkia ambaye yuko hapa nchini basi tumfungulie pia njia aweze kwenda nje. Kwa kule tulipokuwepo pote sisi tutakuwa kama madaraja. Kwa hawa malkia wa Nguvu sisi ni migongo yao, watapita kwetu na tutawakaribisha kule, tutawaelekeza, tutawaonyesha jinsi ya kwenda, tutawasaidia kupata visa, tutawapokea wakiwa wanaenda kule kwenye yale maeneo nchi ambazo tupo, tutawaonyesha masoko, tutawapokelea mizigo yao kuanzia kule inapotoka mpaka itakapofika Dar es Salaam. Kwa sisi tumeamua kushirikiana na Clouds ili tuweze kusaidiana, tuwe hapo nyuma kuweza zaidi kuwanyanyua hawa Malkia wa Nguvu na kuwafungulia kwenda duniani. Sawa sawa. Natamani kusikia pia sauti ya meneja mahusiano, kwa sababu unapoweka Malkia wa Nguvu unaweka Silent Ocean, lakini pia unaweka Clouds. Mahusiano, mashirikiano yenu na mikakati yote ambayo mmeweka kwa mwaka 2026 katika jukwaa hili kubwa na la kipekee. Mimi kwanza ni meneja masoko. Meneja masoko, okay. Okay, sawa sawa. Marketing manager, mahusiano. Okay, sorry, okay. Sasa sisi kwa watu ambao labda ndo wanatuangalia sasa hivi, sisi mahusiano yetu na Malkia wa Nguvu yalianza mwaka jana. Wakati wa programu ya Twende Duniani. Sawa sawa. Silent Ocean tulichukua initiative ya kuchukua ile timu ya Malkia wa Nguvu kwa pamoja na Clouds tukawapeleka China. Ndio. Na mimi binafsi nilikuwa kwenye safari ile timu. Tulionyesha masoko yote ya China kuanzia pale Guangzhou, tukaenda Yiwu, tukaenda Kechao. Sawa sawa. Kote tuliwazungusha. Lakini mwaka jana tukaona bado kile tulichokifanya bado tunaona ni kidogo. Ndio. Kwa tukasema kwa nini tusianzie mwaka huu tukaenda na Clouds kwenye mikoa yote ambao watakuwa wanaenda, ndo sababu ya sisi kuwa main sponsor kwa Malkia wa Nguvu msimu huu. Kwa kikubwa ni kutoa elimu kwa Malkia wa Nguvu, namna ya kuagiza, namna ya kusafiri, namna gani ya kucommunicate na wafanyabiashara wa nje ili kuweza kuleta bidhaa hapa kwa ajili ya biashara zao. Sawa sawa. Experience ya mwaka jana ilikuwaje? Maana mlishiriki kama unavyosema kwa ukubwa tu. Experience ya mwaka jana kusema kweli ni nzuri, na hata ile timu ambayo tulisafiria nao wale Malkia wa Nguvu ambao wasafiri waliona Simba wa Bahari na ukubwa wetu ni wa kiasi gani, kwa sababu walikuwa comfortable. Unajua hakuna kitu kinaumiza kichwa kama unaenda nchi ambayo hujaifika na wala huna mwenyeji. Lakini kwa bahati nzuri unafika nchi ambayo unataka kwenda, unakutana na Simba wa Bahari yuko pale, anakupokea kuanzia airport. Unaanza kuongea Kiswahili kuanzia ukiwa airport. Unapata chakula cha Kiswahili ukiwa China, kwa sababu perception ya watu wengi wanajua nikienda China konokono sijui nyoka na nini. Kwa hiyo sisi tuliwapokea, wakaenjoy, wakala chakula cha Kiswahili. Experience ilikuwa ni nzuri sana. Tulikutanisha na wafanya biashara, suppliers wa bidhaa mbalimbali ambazo walikuwa wanazitaka. Kwa hiyo walifanikiwa kufanya biashara na wengi bado tunaendelea kufanya nao biashara hadi sasa hivi. Ndio.